Mtazamaji, tuko katika ukumbi wa Culture ambapo draw ya makala ya 7 ya Rashid Abdalla Super Cup imeweza kutamatika hapa, na sasa kila mmoja kati ya vile vilabu 44 ambavyo vimeweza kuingia kwenye makala haya ya 7 wameweza kujua kwamba wanacheza na nani. Draw hii imeweza kuhusisha vilabu hivyo 44, lakini makundi ni 11 kutoka kundi A hadi kundi L ambapo wataweza kuanza kukipiga. Lakini kwa taarifa ya uchache baada ya kuzungumza na mwasisi wa michuano hii Bwana Rashid Abdalla, amesema kwamba finali ya makala ya 7 inatarajiwa kuweza kufanyika tarehe 20 ya Disemba mwaka huu wa 2026. 7th edition draw imefanyika, ishara kwamba ndio ligi inaanza rasmi, na ligi itaanza tarehe 11 mwezi unaokuja. Tutakuwa inaanza rasmi kuendelea, na finali tunatarajia ifanyike tarehe 20 mwezi wa Disemba, na tunatarajia ifanyike pia katika stadium Kwale. Kwa sasa hivi ni vijana tu wajitume mazoezini, na ukiangalia imekuwa ni draw nzuri, imekuwa wazi, kila mtu ameona, imeshirikisha timu ambazo zina ushindani. So inamaanisha kuanzia mechi ya kwanza, kila mechi itakuwa ina msisimko wa kivyake, na kila mechi itakuwa dabi ya kivyake. So inamaanisha kwamba level pia za uchezaji utaimarika zaidi. Kwa kwamba viwanja ambavyo vitakao vinaweza kutumika ni kile cha wa Mpokoni, Kombani na Denmark, ikiwa ni viwanja vinne ambavyo vimeweza kuhusisha tu timu mbalimbali. Makala ya 7 ya Rashid Abdalla Super Cup inahusisha vilabu mbalimbali, ikiwemo klabu kutoka kule mbali kaunti ya Tana River, Sango Sportif, ambao ni mara yao ya kwanza kuweza kushiriki kwenye kipute hichi. Tuna timu kutoka Tana River, Sango Sportif wamefika hapa. Nice team imewakilisha Tana River, na wachezaji wake sio wageni katika maeneo haya, kwa hiyo itakuwa na ushindani vizuri. Kuna timu kutoka Kilifi zitashiriki hapa, Mombasa, Ngwale. Kwa hiyo ni ligi nzuri tu sana, lakini kwa mwaka unaokuja lengo letu kuhakikisha kwamba tunajaribu kuifikia pwani nzima kwa jumla, tuingie Taita, tuingie Lamu. Yani tukiwa tutakuwa, Mungu atujalia, tumefanya hivyo msimu unaokuja wa 8, itakuwa malengo yametimia, kwa sababu tunataka mchezaji wa Lamu amjue wa Kwale amjue wa Tana River, wa Tana River amjue wa Mombasa. Hiyo ndio ku-expose hizi talents, na ndio faida ya Rashid Abdalla. Iko Mwavumbo FC kutoka pale Mwavumbo pia nao wameweza kuingia kwenye kipute hiki, ikiwa ni mara yao ya kwanza. Kila mmoja akaweza kuangalia iwapo wataweza kufika angalau hatua ile waliweza kufika wenzi wa. Kumbuka kwamba mabingwa watetezi wa makala haya vijana wa Matuga Kigatu, wanazungumzia Lazum FC. Bingwa wa mwaka huu atakuwa ni nani? Mimi nimefurahi kwa timu kujitokeza kwa wingi, na nimependa ile spirit ambayo wako nayo ya kupendana, na pia spirit hiyo ya competitiveness, lakini isipite kwa hat-trick. Ni competitiveness, lakini after 90 minutes mtu ana pamba zake sharp, watu wanasonga mbele. Kwa hiyo imekuwa draw nzuri kwa kweli, ambayo kwa mara ya kwanza utofauti wake ni kwamba tuna timu kutoka maeneo ambayo tulikuwa hatujayafikia, na pia vile vile tuna timu ambazo zimekutana katika ligi tofauti. So sikile kukutana hapa, tunajua tayari ule uzoefu wake, umahiri wake. Kwa hiyo bila shaka mimi naamini kwamba 7th edition itakuwa special, kwa sababu wajua kawaida number 7 ni special. Kumbuka kwamba Radio Kakitoto moja wa Pwani tumekuwa sako kwa bako kuweza kukuletea wewe taarifa mbalimbali ambazo zinaweza kujiri kutoka viwanja kuhusiana na michuano hii mikubwa. Kwa hivyo wanasema kwamba wachezaji wameweza kuraiwa na kuombwa kuwa na nidhamu kuhakikisha kwamba wanaweza kukuza talanta zao. Michuano ambayo imeweza kutoa vipaji kedekede, ikiwemo wale wachezaji ambao sasa wanakipiga na vilabu mbalimbali, ikiwemo Makame Mwalago ambaye alikuwa anakipiga na Azam United Ashimani, ambaye kwa sasa anakipiga na klabu ya Premier League ya Mara Sugar. Vile vile tuko na mchezaji Hamis Mwawalo ambaye anajulikana kama Sajo, mwaka 2024 akikipiga na klabu ile ya Kitivo United. Aliweza kuhakikisha kwamba anakuwa mfungaji bora wa michuano hiyo, na mwisho wa siku akaweza kuchukuliwa na klabu ya Bandari FC. Tuko na mchezaji Mwenyichi Bato ambaye kwa sasa anakipiga na Ulinzi Stars ambao wanacheza ligi kuu humu nchini. Kwa hivyo ni michuano ambayo kwa kweli imeweza kuleta manufaa makubwa na kuweza kukuza vipaji vya vijana. Kutoka hapa sina la ziada, mimi naitwa Rasmangale mwana kwetu. That's